Nitoe shukrani zangu za dhati kwako msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuendelea kuwa mwaminifu kwenye kituo bora hichi cha matangazo cha Kwetu News 24 kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24 na nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kusikiliza habari zetu za leo, ikiwa ni tariki 22 mwezi Mei mwaka 2026. Usikose kusubscribe chaneli yetu ya YouTube kwa ndo kwanza kabisa unakuja kujiunga nasi. Usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa wapi, lakini pia usikose kushare kwa wengine pamoja na kulike ili uendelee kutupa nguvu na kutupongeza kwa kile ambacho tunaendelea kukujuza kile kuchako leo na kuendelea kutupa nguvu zaidi. Ni ule muda wa kuweza kukujuza kipi ambacho kimejiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kwenye uwanja wa vita ambako tutakujuza mengi sana. Miongoni mwa yale ambayo tulionayo msikilizaji ni pamoja na kuharibiwa kwa hospitali kuu ya huko Mikenge wakati wa mashambulizi ya anga, pamoja na vifo kadhaa vimeripotiwa. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilichapisha taarifa rasmi Jumatano Mei 20 mwaka 2026 vikilaani mfululizo mpya wa mashambulizi yaliyotokea katika nyanda za juu za huko Minembwe ndani ya tarafa la Fizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Katika taarifa kwa vyombo vya habari nambari 13 iliyosainiwa na msemaji wao, jeshi la Kongo limesema kwamba mashambulizi kadhaa ya ndege zisizokuwa na rubani yalisababishwa na muungano wa RDF, AFC, M23 yalilenga maeneo ya Kalingi pamoja na Mikenge mapema asubuhi na kusababisha uharibifu mkubwa wa vifaa vya kibinadamu. Kulingana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, hospitali kuu ya Itombwe huko Mikenge ililengwa kimakusudi na kuharibiwa kabisa wakati wa mashambulizi haya ya anga yaliyofanyika na AFC M23 pamoja na jeshi la Rwanda. Jeshi linaeleza kitendo hiki kama ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kimataifa pamoja na haki za kibinadamu, likibaini kuwa vitendo vya afya stahili kulindwa wakati wa migogoro ya silaha. Ripoti ya awali kutoka kwa vyanzo vya kijeshi inaonyesha vifo kadhaa vya raia wakiwemo wafanyakazi wa matibabu. Hata hivyo, hakuna takwimu rasmi kuhusu idadi kamili ya waliokufa pamoja na kujeruhiwa ambazo bado hazijatolewa na vitengo husika vya kijeshi vinavyohusika kutoa habari za shamba la vita. Katika taarifa yao, vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vinasema vinaomba wapatanishi na washirika wanaohusika katika michakato ya amani ya Washington na Doha kushuhudia ongezeko hili jipya la vurugu mashariki mwa DRC, hususan nyanda za juu za huko Minembwe ndani ya tarafa la Fizi. Wafanyakazi mkuu pia walithibitisha kuwa kujitolea kwao juhudi zinazoendelea za kidiplomasia huko, wakisisitiza kwamba jeshi la Kongo lina haki ya kujibu uchochezi wowote ili kulinda uadilifu wa eneo la nchi na uhakikisha ulinzi wa raia. Mvutano huu unakuja katika muktadha ambao tayari umewekwa alama za kuzorota kwa kasi kwa hali ya usalama katika nyanda za juu za Kivu Kusini, ambapo mapigano kati ya vikundi vyenye silaha na vikosi vya kawaida vya jeshi la FARDC pamoja na wazalendo vikiendelea kuathiri vibaya idadi ya watu wa eneo hilo. Ingawa mipango kadhaa ya kikanda na kimataifa inadai kupungua kwa muda mrefu kwa uchumi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakazi wa Minembwe, Mikenge na maeneo mengine jirani wanabaki kuathiriwa, wakuu wa ukosefu wa usalama unaoendelea kutikisa sehemu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuathiriwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utakumbuka kwamba shambulio hilo la M23 kwenye hospitali kuu ya huko Mikenge limekuja baada ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuweza kudungua ndege 3 aina ya HD4 iliyokuwa ikitokea huko maeneo ya Rwanda na kuzua taharuki huko kwenye maeneo ya Mikenge pamoja na Minembwe,
wakati wa mashambulizi tofauti yaliyokutanisha waasi wa AFC M23 pamoja na wazalendo wakishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Tukijielekeza huko Kivu Kaskazini, baada ya kukamilisha habari zetu za Kivu ya Kusini huko Minembwe, tukujuze kuwa huduma za ujasusi za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC zimewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la waasi la AFC M23 mjini Beni, kulingana na vyanzo vya kiusalama. Operesheni hii inaingia katika mfumo wa hatua za usalama zilizoboreshwa na jeshi la Kongo ili kudhoofisha mitandao ya waasi wanaofanya kazi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakati huo mamlaka za kijeshi zilizua masuala mengi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, bidhaa hii ilikuwa imetumwa. Wakati huo mamlaka za kijeshi zilizua shehena ya bangi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, bidhaa hii ilikuwa imetumwa na waasi ili kuuzwa katika miji ya Beni na Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wachambuzi wanasema kuwa muktadha huo wa kuweza kuuza bangi kwenye maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni chanzo cha vijana wengi kuweza kupoteza mwelekeo na kuweza kufuata baadhi ya vitendo viovu vinavyoendeshwa na waasi wa AFC M23 na kuweza kujiunga rasmi na vikundi hivyo vyenye silaha kinyume cha sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchunguzi unaendelea wakati ambapo vikosi vya usalama vinaongeza operesheni uwanjani ili kuzua njia za ufadhili na kuvunja mitandao ya kupenya kwa makundi yenye silaha katika eneo hilo la Beni pamoja na huko Butembo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, ni bora nikukumbushe kuwa unaendelea kutizama habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kwetu News 24. Asante kwa kuambatana nasi. Kabla ya kuagana msikilizaji, ni kujuze habari za shambulio hili linalotokea wakati ambapo ni kujuze habari nyingine kutoka huko Babila Babombi, ambayo inasema kuwa shambulio jipya limetokea wakati ambapo miili kadhaa ya raia waliouawa katika ghasia za awali zinazohusishwa na ADF inayoendelea kupatikana katika uchifu wa Babila Babombi. Kulingana na taasisi za ufuatiliaji wa usalama za eneo hili, miili 16 ilipatikana Jumanne ya tariki 19 hadi 20 Mei mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo. Miongoni mwa waathiriwa hao, miili 5 ikiwa ni pamoja na wanawake 3 ilipatikana Uwesa baada ya shambulio lililotokea Jumamosi iliyopita. Miili mingine 9 pia ilipatikana kwenye kambi ya Rwenzori baada ya shambulio lililofanyika Jumapili tariki 17 Mei dhidi ya maeneo ya uchimbaji madini ya Malindi, Sianai na kambi ya huko Rwenzori. Miongoni mwa waathiriwa huo, miili miwili mingine hatimaye ilipatikana kuelekea Bunzumani mashariki mwa Alima, ikiwa ni pamoja na Bwana Kakule, mwanachama wa zamani wa kanisa la Sebeka huko Alima. Kukabiliana na kuongezeka huku kwa ghasia, wakazi kadhaa wanaziomba mamlaka za kijeshi kuimarisha operesheni za mashambulizi dhidi ya ADF, ambapo wanashutumiwa kwa kuzunguka kwa uhuru katika vijiji kadhaa vya eneo la Mombasa, licha ya idadi kubwa ya wanajeshi wa huko Uganda pamoja na FARDC ambao wanajumuika kwa pamoja kwa ajili ya kutokomeza ADF. Idadi ya watu wa eneo hilo inaendelea kuishi kwa hofu wakati ukosefu wa usalama unaendelea katika sehemu hii ya Ituri. Asante msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kuungana nami katika habari hizi za leo, ikiwa ni tariki 22 Mei mwaka 2026. Hii ni Kwetu News 24. Niseme tu asalamu alaikum arahmatullahi wabarakatuh. Kwa heri.